asifiwe. Karibu sana mtazamaji wa Star TV. Mungu akubariki popote pale ulipo. Karibu sana. Hii ni Amka na Tumsifu Mungu. Uko na mimi mtangazaji wako Stella Shao, na leo Mungu ametubariki, tuko na watumishi wa Mungu. Lakini zaidi sana tutaenda kujifunza mambo mengi. Leo mada yetu inasema asili ya maombi. Kwa nini asili ya maombi? Kwa nini tunaomba? Hayo yote tutaenda kuyajua hapa, na leo Mungu ametubariki, tuko na mchungaji Shao. Utaenda kumsikia, atatutembeza vizuri kujua maombi ni nini, kwa nini tunaomba. Wengine walio mbali waite wote, tujumuike kwa pamoja, tuendelee kunufaika. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Karibu sana kwenye kipindi chetu. Nafurahi kuwa na wewe. Karibu sana, jitambulishe kwa watu ambao wanaotufuatilia, wajue nipo na nani. Karibu sana. Amina. Namshukuru Mungu kwa ajili ya neema hii aliyonipa. Kwa jina naitwa mchungaji Vernon Wilson kutoka Kimara. Namshukuru Mungu kwa ajili ya kunipa neema kwenye kipindi hiki. Okay, kwa nini leo umetamani tuzungumzie maombi au asili ya maombi? Kwa nini tunazungumzia maombi? Kwa sababu watu wengi tunaenda kanisani, tunamuomba Mungu, kila mtu ana imani yake. Hata madhehebu ya Kikristo kila mtu ana namna anavyoomba. Kwa nini sasa leo tunajifunza kuhusu maombi? Amina. Ni jambo ambalo kwa kweli ni adimu, na asilimia kubwa ya Wakristo wanafanya kwa mazoea. Hawajui nini asili ya hicho wanachokifanya. Ndio maana nikaona leo basi nifundishe ni nini asili ya maombi. Okay, basi moja kwa moja tungeenda kujua kwa asili ya maombi hapo. Definition ya asili ya maombi ili mtazamaji anayetuangalia aweze sasa kupata somo, kwa sababu naamini wengi tunaomba lakini hatujui hata asili ya maombi imetokana na nini. Karibu. Amina. Basi kwa neema ya Mungu, mtazamaji wangu, nitafundisha somo la asili ya maombi. Kwa nini asili ya maombi? Kwanza kabisa tuanze na kusudi la Mungu la kumuumba mwanadamu. Hapo mwanzo Mungu alipomuumba mwanadamu hakuwa na haja ya kuomba, kwa sababu Mungu alimwandalia kila kitu. Akapanda bustani ya matunda, akamweka mtu katika bustani hiyo yenye kila kitu. Kwa hakuwa na haja ya kuomba. Okay. Na hili linaweza likashangaza watu sana kwamba mwanzo kabla ya dhambi hakukuwa na haja ya kuomba. Sasa swali pia linakuja kwa wengi, sasa maombi yalianzaje, ili kuweje? Ndio maana nikaona ni vizuri kwa neema hii ya Mungu basi tujifunze kwa undani kuhusiana na somo hili. Mungu hakumuita Adam au kumuumba ili aombe. Okay. Mungu alimuumba mwanadamu ili atawale. Okay. Tunapoangalia Mwanzo 1:26 ndipo tunapopata kusudi la Mungu la kumuumba mwanadamu. Na neno la Mungu linaposema Mwanzo 1:26 kwamba Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Hili ndilo kusudi. Kwa hiyo hapo tayari Mungu amemuumba mtu ili atawale, mamlaka, sio ili aombe. Na bado katika Mwanzo hiyo 2 mstari wa 8 hadi wa 9 nayo inatuelekeza vizuri kwamba Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Eden, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kwa kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Haya tunayaona Mungu akisema katika neno lake kuhusiana na jinsi alivyokusudia
au kusudi la kumuumba mwanadamu. Okay, kabla tujaendelea mbele, watu wengi wanaamini kwamba matatizo yanapotokea ni kwa sababu labda hawajaomba, na Wakristo wengi tunajua kwamba Mungu ametuumba tutawale, lakini hatujui kwamba kutawala huko ni kukubwa kuliko maombi tunayoyaomba. Wengi tunaamini sisi tumeumbwa ili tuombe, na ndio maana leo kuna watumishi wa Mungu wanashinda makanisani, lakini kuna wengine wanaomba kwa namna tofauti tofauti. Hata tatizo likitokea utashangaa mtu anasema kwa sababu hamjaomba, haya mambo hayaendi bila kuomba. Bila hiyo sasa sisi wa leo tunatakiwa tuwaje sasa katika hapa kwenye kuomba? Tuombe au tuendelee kuamini kwamba sisi ni watawala? Mtu yoyote ili aweze kufanya kitu vizuri anahitaji kuzingatia kanuni. Usipozingatia kanuni, hata lile unalolifanya litakuwa halina maana. Na kusema kwamba Mungu hakumuumba mtu ili aombe, simaanishi kwamba saizi hatupaswi kuomba. Ninamaanisha ya kwamba ni nini asili ya maombi. Maombi yalianza lini? Kwa nini yalikuja? Sababu ni nini? Hapo ndipo mahali ambapo ndipo muhimu sana kupaongelea. Ndio maana mtazamaji anapaswa kufuatilia kwa umakini sana. Na niseme wazi kwamba Mungu anao mpango na kila mtu. Sasa tukijua asili ya maombi, tutajua umuhimu wa maombi. Moja kwa moja tungeenda kutazama umuhimu sasa wa huyu muamini kuomba. Maana kuna mwingine amesikia hapa yani sisi ni kutawala, mwingine anasema afadhali. Maana sio wote wanaochukulia maombi labda ni kitu, ni tabia au ni kitu ambacho kinatusogeza mbele za Mungu. Mwingine anachukulia maombi ni mzigo mzito sana. Na ndio maana wengi wakiwa wanaomba au wanasoma Biblia wanalala. Wanaishia kuongea kidogo na Mungu na kuendelea na mambo mengine. Lakini sasa tungejua umuhimu wa haya maombi ili tuelewe zaidi wakati tunaomba. Amina. Kwanza niseme maombi ni kazi. Sio kitu rahisi kama kunywa maji. Na ndio maana inahitaji kujua kanuni ili uweze kuzingatia na kujua umuhimu wa hicho ambacho unakifanya. Na nizungumzie hapa kidogo kwamba kwa nini Mungu alimuumba mtu ili atawale. Tunajua kabisa kwamba mchakato wa Mungu ambao ulikuwa unaendelea kuhusu utawala uliingiliwa na shetani. Utawala wa mwanadamu katika ule mchakato, basi adui aliingilia kupitia babu yetu Adam. Kwa kipindi cha mwanzo kabla ya kipindi cha hatia, yani kabla ya dhambi, hakukuwa na haja ya kuomba. Sasa dhambi imeingia na ukombozi umekuja. Sasa hapo ndipo mahali ambapo tunapaswa kuelewa kwamba katika uhusiano wa Adam na Mungu, katika hali ya ukamilifu na kusimama na Mungu, katika hali aliyopewa na mamlaka na utawala, kama alivyowekwa katika ulimwengu huo unaoitwa Eden. Eden ni ulimwengu wa Adam wakati ule. Kwa hiyo aliwekwa pale ili aweze kufurahia maisha. Kwa hiyo unachopaswa kutambua hapo ni kutawala. Sasa unatawalaje? Utawala huu hauna mipaka ya kijiografia kwamba Mungu aliweka nitawale hapa mpaka Manzese au nitawale hapa mpaka Mwanza. Hii ni katika ulimwengu wote. Ndio maana aliposema na tuumbe mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, ili atawale, alieleza maeneo muhimu ambayo na yenyewe ni mamlaka. Akasema utawale samaki baharini, ndege wa angani, wanyama wa porini. Kwa hiyo tunaona tayari ni angani, baharini, nchi kavu. Kwa maeneo yote mwanadamu anapaswa kutawala. Lakini anatawalaje? Adam alitawala vyema wakati akiwa Eden. Na ndio maana Mungu
alikuwa anakuja, sio mwanadamu alimfuata Mungu. Ndio. Yaani Mungu alimfuata mwanadamu. Sio mwanadamu alimfuata Mungu. Hapana. Kwa maana hiyo Mungu ana kawaida ya kumtembelea mwanadamu. Amen. Sasa sisi hivi wa leo ni kwa Adam tu au hata wa sasa hivi Mungu bado anaweza kututembelea? Bado Mungu anaweza kututembelea tena sana sana sana, na ukauhisi uwepo wa Mungu vizuri sana. Lakini maisha yetu ya sasa ni kama Mungu hawezi kabisa kututembelea. Yaani namna ambavyo tunaishi, watu ambao tunamwamini Mungu, vile ambavyo tumekuwa na mizigo mizito, matatizo mengi, ni kama Mungu atutembelei na hatujui kabisa. Hii inatokana na nini? Katika somo hili la nini asili ya maombi, kuna kitu hapa cha msingi sana ambacho ninapaswa pia nikizungumzie. Okay. Kwa nini Mungu hatutembelei kama ilivyokuwa katika Eden alipokuwa akimtembelea mwanadamu? Yes. Swala kubwa hapa ni mkanganyiko ndani ya mwanadamu. Kuna mkanganyiko. Tumejawa na mapokeo, tumejawa na mazoea, tumejawa na mkanganyiko. Watu wengi wamepigika na maisha, bado wana taarifa za mwanzo za mambo mabaya waliokutana nayo. Hata kama wanakuja katika wokovu, basi wana mikanganyiko mingi sana. Sasa ngoje nikueleze mkanganyiko ulivyo ndani ya mwanadamu. Kuna mkanganyiko wa mgawanyiko ndani ya kiini cha mwanadamu. Mkanganyiko na mgawanyiko ndani ya kiini cha mwanadamu. Roho ya Mungu haikubaliani na roho ya mwanadamu. Kuna wengine roho zao hazijaokolewa. Kuna wengine bado wanapambana na akili zao ambazo hazikufanywa upya. Kuna wengine wana mkanganyiko katika uwezo wao wa akili. Unaona mambo yalivyo sasa. Huu mkanganyiko ndio unaosababisha hata watu wasifurahie maombi. Waone naomba simuoni Mungu. Ninachoka kwa kuomba. Lakini nikisoma Biblia ninaona Mungu alimtembelea Adam. Wakaongea naye. Kwanza kabisa mwanadamu anapaswa kujua anapozaliwa mara ya pili, yeye ni mtu wa thamani sana mbele za Mungu. Na ndio maana Mungu aliamua kuwapa watu ufunuo, maarifa, ili waweze kueleza mambo ambayo yamefichika, ili watu wapate kuokolewa katika taabu hizo ambazo leo wanahangaika. Mtu anaweza kaamka anaomba tu, lakini hana hata mwelekeo wa maombi, hajui anasimamia wapi, hajui asili ya maombi, hajui kwa nini naomba. Okay, kabla tujaendelea mbele hapo, yani ni kweli tunaweza tukaingia kwenye maombi, ukawa unaenda mahali ukamwambia Mungu naenda mahali nitangulie hivyo. Unaweza ukaingia hata maombi ya muda mrefu, lakini haujui zile hatua za maombi, nini uanze nacho, nini umalize nacho. Lakini tofauti na hivyo, kuna mtu anapoingia kwenye maombi ndo matatizo yanakuwa mengi. Kabla tujaingia huko, tuingie hapa tujaribu kufafanua hii kidogo. Yaani mtu anapozama kwenye maombi, hata akiacha dhambi, asema sasa hivi natulia, nasimama na Mungu na ninaomba na Mungu, matatizo ndio yanazidi. Na ndio maana wengine sasa hivi wanatuangalia, lakini hata wao ni mashahidi, wamechoka, hawaombi, wameacha. Karibu umsaidie mtu au tusaidie watu wa namna hii. Amina. Neno la Mungu linasema ombeni bila kukoma. Sasa mkanganyiko huo unasababisha mtu afikie hatua ya kuchoka, kwa sababu kwanza anapoomba anakuwa na matarajio ya kwamba nitapokea leo. Lakini pia hajui hata kwa nini anaomba. Hajui asili ya maombi. Kwa maana hiyo, kule kuomba na matatizo yakaongezeka, hapo anapaswa kujua kwamba amelenga shabaha. Manake ameamsha sasa ile vita iliyokuwa imelala. Amefika kwenye maeneo ya viumbe wa kiroho ambao ni waovu, akawagusa kwenye maeneo yao. Kwa na wao wakaonyesha
ile hali ya kujitutumua kwamba tupo, wanamzuia kwenda kwenye kusudio. Sasa akiona hiyo hali anachoka, kumbe ndio amelenga shabaha. Hata risasi inayopiga kelele maana yake haijalenga, ile inayokia kimya imeingia. Hapo nafikiri kuna kitu tumekipata, lakini pia bado nipo na matatizo ambayo tuko nayo kwenye jamii zetu, kwenye jamii sana sana, kwa sababu wengine wa makanisani wanajificha, hawasemi ukweli. Kuna watu wana matatizo ambayo hayo matatizo kwa Mungu yanawezekana. Tumeona kuna watu wanapona, tumeona kuna watu wanaponywa kwenye hayo matatizo, lakini wengine wako leo wameshatembea kwenye makanisa mengi wakiwa wengine wana magonjwa, wengine walizaliwa wazima, wamekutana na matatizo ambayo madaktari wenyewe wamewambia sasa hivi muangalieni Mungu. Lakini wameenda kwenye hayo makanisa, wameenda kwenye misikiti, hawajapona kabisa. Tuzungumzie sasa upande huu wa makanisa sasa. Wamezunguka kanisa hili, anakwambia kwenye maji nimeenda, kwenye mafuta nimeenda, ambapo kuna maji nimeenda, lakini mwanangu bado hajapona. Au lakini tatizo hili limekuwa zito. Tunao watu ambao hata walipojaribu kuingia makanisani wakafikiri watakutana na Mungu au watapata uponyaji, wakakaa wakachoka, wakaamua sasa wasiende kanisani, wasimuombe Mungu, wasubirie tu chochote ambacho kinaweza kutokea. Naomba uongee na watu wa namna hii ambao wako kwenye jamii zetu. Wengine wako makanisani, anaenda tu lakini lile tumaini la ndani halipo. Yaani anaenda tu ili mradi ameenda. Amin. Narudi pale pale kwenye mkanganyiko. Yaani asilimia kubwa ya Wakristo hawajafanywa upya nia zao. Ni somo pana sana kuhusu kufanywa upya. Na ukisoma maandiko matakatifu katika Biblia tunaona ile kwa Korinto wa kwanza pale ule mlango wa 5 mstari wa 17 kwamba Biblia inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Lakini lile neno hata maana yake ni mchakato. Kuna hatua ambayo mtu anapaswa kupiga ili afikie hatua ya kuwa ndani ya Kristo. Sasa kule kwenda huku na huku hakusaidii. Jambo la msingi ni kuwa na maarifa. Haya maarifa ambayo mtu anayapata yanaondoa ule mkanganyiko. Ndio maana unaona sasa hivi kumekuwa na matukio mengi, na hata kumekuwa na watu ambao wanasema jamani, watu wengi wana tatizo la afya ya akili. Sasa huo ndio mkanganyiko umekuwa ukisababisha hata watu wasiwe na imani kamili ya kumwamini Mungu aliye hai. Na niseme hakuna neno gumu kwa Mungu. Hakuna neno gumu kwa Mungu. Niwaambie watu, awe Mkristo asiwe Mkristo, awe na tatizo asiwe na tatizo, Mungu wetu ni mmoja, aliyeumba mbingu na nchi, anaweza yote. Kwa hiyo sasa, kama umesumbuka, umeenda huku, umeenda kule, haujamuona Mungu, shida yako ni mkanganyiko. Tunasoma katika Biblia yule mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu, naye alihangaika. Lakini Biblia inasema ya kwamba aliposikia habari za Yesu Kristo, aliamua kuvunja mipaka. Yule alivunja mipaka. Kulikuwa na vizuizi, alikuwa kambini, lakini alivunja mipaka. Akasema nitakwenda kwa Yesu, nitakapogusa tu vazi lake nitapona. Kwa hiyo aliamua, aliazimia moyoni mwake, alichukua tendo la imani, akavunja mipaka ya udini, akavunja sheria za Kiyahudi, akaamua kumfuata Yesu. Kwa hata yule ambaye amekata tamaa leo anayenisikiliza, na yule ambaye atamweleza mwenzake, ni kwamba mkanganyiko. Mwingine anaomba saizi, anataka sasa hivi. Wengine wanampa Mungu amri kwamba usipofanya leo mimi siombi. Labda niseme kifupi sana, kiushuhuda mdogo sana ambao ni wangu binafsi.
miaka ya nyuma na mimi nilikuwa ninaomba sana. Ni kila siku inapofika kuanzia saa 7 saa 8 ninaingia masaa 3 ninaomba. Nikaomba muda mrefu, lakini nikaona mambo yanaendelea kuwa magumu. Siku moja nikakata tamaa. Nikasema leo ni Mungu siombi. Nimechoka, nalala. Nikalala vizuri sana. Lakini baada ule muda nao amkaga kuomba, nikaona mkono wa mtu umenishika, mkono wangu wa kuume na kuniamsha kitandani, na moja kwa moja nikanyanyuka, nikaanza kuomba. Nilipoomba, kile chumba kilikuwa kina ceiling kizuri kabisa, hakina mahali pa kuingiza wadudu wakubwa, lakini ghafla alianguka popo mbele yangu akiwa amekufa. Nilimshukuru Mungu na pale nilipata mpenyo. Ndio maana Mungu anasema ombeni bila kukoma. Kumbe wakati mwingine unapoona unachoka ndio unakuwa umekaribia. Na niseme kwamba hatushindi kwa 100% kwa wakati moja. Hatushindi 100% kwa wakati moja. Ushindi ni wa hatua. Pointi kubwa sana. Hatushindi 100% kwa wakati moja. Ushindi ni hatua. Iko ulichokizungumzia ni kweli. Tukiachana na maisha ya kiroho, sisi ni Watanzania, sisi tunaishi kwenye jamii. Kuna watu tumewaona wanaenda hatua mpaka hatua. Kulikuwa na kombe la dunia, tunaona kuna watu ambao walifanya vibaya misimu iliyopita, lakini sasa hivi wamekuja kivingine. Lakini pia kuna wale ambao walitarajiwa wamefanya tofauti na tulivyotarajia, na kuna wale ambao hatukuwatarajia wamefanya zaidi. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye anatufuatilia, kuna jambo analifanya, sio tu kwenye maombi, iwe ni kazi, iwe ni maono ambayo uko nayo, ni hatua mpaka hatua. Kuna mtu aliyezaliwa akaweza leo kila kitu. Kuna hatua za kukua, za kukaa, za kutambaa, za kutembea, usimame, zote hizo ni hatua. Kwa hiyo tuendelee kutembelea hatua zetu moja baada ya nyingine, huku tunamwamini Mungu. Karibu. Amina. Kwa hiyo hata kama umekata tamaa, wewe unayenisikiliza, hili somo la nini asili ya maombi ni jambo la muhimu sana kulijua kwa mapana yake, ingawa tuna muda mfupi wa kipindi cha leo, lakini kwa upana wake somo hili ni zuri sana. Watu wengi wakielewa wanaweza wakafanya vizuri. Kwa hiyo unakuta akili imechanganyikiwa, hisia ni za kushawishiwa kwa mambo ya kidunia, zimejaa tamaa, shauku sio ya kawaida. Hapo unakuta mtu amechanganyikiwa. Mwanadamu anapaswa kuwa mwili, roho na nafsi, au kile tunachopaswa kuwa nacho katika mpangilio kamili ambao ungepaswa kukaa kama ilivyokusudiwa. Yaani Mungu alikusudia mwili, nafsi na roho vielewane. Sasa majibu ya maombi ambayo watu wengi wanaomba hayajibiwi kwa sababu nafsi, mwili na roho havielewani. Adamu alipokuwa Eden hakuwa na haja ya maombi kwa sababu kulikuwa kumejaa uwepo wa Mungu. Hakuna haja ya maombi, kila kitu anacho, aombe nini? Baada ya anguko, Adamu mwenyewe hakuendelea kuomba kwa sababu alikuwa hajui kuomba. Unaona watu wanasema, wengine wanafikiri labda alianza kuomba ni Kaini au Habili. Hapana, hata Habili na Kaini hawakuwa wanaomba, walitoa sadaka. Lakini tunajua kwamba kuna mtu ambaye yeye ndiye aliyeanza maombi katika hii dunia. Kwa hiyo sasa niseme, kama mwili, nafsi na roho havielewani, ni ngumu kuona uwepo wa Mungu. Na Biblia inatuambia katika kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana pale ule mstari wa kwanza hadi wa 9, nisome haraka, imeandikwa, kila mtu aaminie ya kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu, na kila mtu ampendaye mwenye kuzaa amempenda hata yeye aliyezaliwa na yeye. Katika hili tunajua kwamba twawapenda watoto wa Mungu, tumpendapo Mungu
na kuzishika amri zake. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake, wala amri zake si nzito. Kwa maana kila kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Pointi ya msingi, kila kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Na huku ndiko kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Mwenye kuushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aaminie kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Huyu ndiye aliyekuja kwa maji na damu, Yesu Kristo, si katika maji tu, bali katika maji na katika damu. Naye Roho ndiye ashuhudiaye, kwa sababu Roho ndiye kweli, kwa maana wako watatu washuhudiao. Pointi yangu ya msingi hapo, wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu. Na watatu hawa ni umoja, kisha watatu hawa hupatana kwa habari moja. Tukiupokea ushuhuda wa wanadamu, ushuhuda wa Mungu ni mkuu zaidi, kwa maana ushuhuda wa Mungu ndio huu, kwamba amemshuhudia mwanaye. Hapo nafikiri tumeelewana kwa uthibitisho wa neno. Umejitahidi kufafanua na pia kwenye neno la Mungu. Naamini pia hata mtazamaji ambaye anatufuatilia ataenda kupitia ataelewa zaidi. Tunaelekea kumalizia kipindi chetu, mtumishi wa Mungu, neno moja ambalo unawaachia watazamaji ambao wamekuwa wametufuatilia, lakini pia kuna watu ambao wamekufuatilia muda ni mfupi, wanatamani kuendelea kujifunza zaidi kuhusiana na maombi au kukutafuta kwa namna ile nyingine, pia karibu unaweza kuwaelezea wanaweza kupata. Amina. Mimi ninapatikana Kimara Suka pale pale stendi au almaarufu chenchi inarudi. Ninaitwa mchungaji Shao au mchungaji Venon Shao, kanisa la Pentecost Neema Kimara Suka. Kwa karibu sana pale kwa ajili ya mafundisho zaidi na maombezi na kuweza kupata ushauri, haijalishi unapitia nini. Na mawasiliano au namba za simu unaweza ukanipata kwa Airtel 0782675598. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana. Karibu tena wakati mwingine, na mimi tutakutafuta tena wakati mwingine kwa ajili ya kujua maombi na kuendeleza hapa tulipoishia. Mungu akubariki sana. Amina. Ubarikiwe sana mtazamaji wa Star TV ambaye umekuwa nasi ukitufuatilia mwanzo wa kipindi hiki mpaka sasa tunaelekea ukingoni wa kipindi hiki. Lakini wale wanafamilia ambao mmekuwa mkitufuatilia kadri siku zinavyoenda, misimu yote, Mungu aendelee kuwabariki sana 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 sana. Wakati huu pia ni wakati ambao tunakuwa na kipindi chetu kizuri cha Amka na Tumsifu Mungu kila Jumapili kuanzia saa 1:00 na kuendelea. Usiache kutufuatilia. Hii ni Star TV na mimi ninaitwa Stella Venon Shao. Niliyekuwa nafanya naye kipindi ni babangu mzazi, ninayofurahia. Kwa hiyo namshukuru Mungu pia kwa neema hiyo. Asili yangu ilitokana na hapa. Mungu awabariki sana. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV.